ukumbi wana ajenda ngapi? Na huo mkutano ulikuwa na ajenda moja, kumteua Wasira kuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu hajachaguliwa kama mimi. Mimi nilichaguliwa kwa kura, yeye aliteuliwa. Mzee alifanya nini? Yeye aliteuliwa, mzee Wasira. Na mzee asiwe anajilinganisha na mimi bana. Hii ni gari ya kisasa mpya. Uongo kweli? Hii gari mpya ya kisasa bana. New model. Yes. Aliteuliwa. Ule mkutano ulikuwa na ajenda ya kumteua Wasira, ulikuwa na ajenda ya kusoma utekelezaji wa ilani ya CCM Zanzibar. Ilikuwa inasomwa na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar. Utekelezaji wa ilani ya CCM kwa Tanganyika, au wanayoita muungano feki ambao haupo, muungano ambao tunahitaji kubadilisha. Sio, tunataka muungano mzuri ambao Zanzibar watakuwepo, Tanganyika itakuwepo, na tutakuwa na serikali sasa ya jamhuri, sio? Watanganyika nao wanataka nchi yao. Uongo kweli? Yes. Kwa kulikuwa na hizo agenda. Hii ya huku alikuwa anaisoma mtu anaitwa Kassim Majaliwa. Kassim alikuwa waziri mkuu. Katikati ya kikao mtu akanyanyua mkono aliyesetiwa, akasema, jamani, mnaonaje hapa tumalize kabisa mambo ya kupitisha na rais? Ndio. Basi imepita. Amekaa kwenye kiti pale, yeye mwenyewe Samia Suluhu anahoji, jamani, mko tayari? Ndio. Waliosema ndio wameshinda, kwa hiyo tumpitishe mgombea. Haya, sasa utaratibu utaufanyaje? Tunaomba utupishe kidogo, ili sasa, kwa sababu ni kikao kinachokuchagua. Nichagueni hapa. Jamani, nasema uongo? Nasema uongo? Kwa hiyo unachaguliwa, umekaa kwenye kiti hapo. Yaani kwa mfano mwaka jana sisi tulikuwa na uchaguzi, ilipofika wakati wa uchaguzi Mboya alipita kwenye kiti. Uongo kweli? Wajumbe wa mkutano mkuu wako hapa, nyosha mkono tuone. Si Mboya alipita kwenye kiti bana? Kiti kikakaliwa na mtu anaitwa Mwakajoka, tulikuwa naye bungeni kutoka Tunduma, ndiye alikaa kwenye kiti wakati kura zinapigwa, kwa sababu ni principle ya kawaida. You cannot be a judge of your own case. Ukiwa jaji wa kesi yako mwenyewe utajipendelea. Tunaelewana vizuri? Sasa eti yule mama, uchaguzi unaendelea, anasema mimi hapa piga kura, nimekaa hapa. Kwa hiyo akapitishwa, ndio mgombea. Mwezi wa kwanza, katiba yao ibara ya 4 inasema usubiri mpaka uchaguzi utakapotangazwa. Cha kwanza, wamepitisha mgombea, ratiba ya uchaguzi haijatangazwa, ya uchaguzi wa serikali. Hajachukua fomu, hajajaza fomu, hajarudisha fomu, hajatafuta wadhamini, hajachujwa na kikao cha neki, amepitishwa moja kwa moja na mkutano mkuu. Hizo ni kanuni zao, zinasema hizo prosesi zote, sio Heche. Msajili yupo, Jaji Mtungi yupo, anaona. Jaji Mtungi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, yeye ndo anapaswa kusimamia kanuni, kuona kwenye vyama vyote zinafuatwa. Mpaka leo Jaji Mtungi hajawahi kusema kwamba Samia hakufuata utaratibu wa kuchukua na kurudisha fomu ya chama chao. Hajawahi kuandikia CCM barua, hajawahi kutaka watoe maelezo. Huyo Jaji Mtungi ana uhalali gani leo Chadema tukikosea wa kutuandikia barua ya kutuambia tutoe maelezo? Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Huyu mtu ambaye
anapaswa kusimamia vyama vyote vifuate sheria. CCM imevunja sheria na kanuni zake na katiba yake, hajai kuiambia fyo wala fyu. Alafu huyo Jaji Mutungi anachukua vibaraka wanaojiita viongozi wa Chadema, anawaweka kwenye mahoteli, anawapa pesa, anawapanga kushughulikia chama chetu. Alafu watu wanatuambia tumia busara, piga magoti tu. Bana, sisi Lissu amekataa na mimi nimekataa. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Unajua ni ujinga wa kiwango ambacho ni sawasawa